Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa nianze kwa kufurahishwa na uamuzi wa serikali wa kusitisha mkataba huu ambao umekuwa una mapungufu mengi kwa takriban miaka yote 20. Na nimekuwa nikizungumzia mara nyingi ndani ya bunge kwa takriban miaka 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, na maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa 70% ya investment ya mradi huu uliofanyika mwaka 2004 fedha zilitoka serikalini kupitia mkopo wa World Bank, na kwa kuwa kwa kawaida miradi yote ambayo inaubia na serikali baada ya mkataba kuisha asset zote zinabaki serikalini, nataka kufahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye upande wa mradi huu, kwenye upande wa mkataba huu, asset za mali zilizokuwa Songas, mitambo ya Songas ni miliki ya nani kwa sasa? Lakini swali langu la pili linatokana na la kwanza. Kama mali sio ya serikali, ni kwa nini? Ni kwa sababu gani mali sio ya serikali? Kwa sababu investment 70% investor majority alikuwa ni serikali. Lakini pia mradi huu ulikuwa ni wa ubia. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwanza kabisa nianze kumpongeza mbunge senior kabisa Mheshimiwa Kishoa, mbunge wa Iramba, kwa swali lake zuri. Na mimi nikiri tukiwa mbungeni yeye amekuwa akifuatilia sana kuhusiana na mradi wa Songas na kutaka kuhakikisha kwamba unalinda maslahi ya taifa. Mheshimiwa Kishoa, mkataba baina ya Songas na serikali kama ulivyosema, sehemu ya wabia walikuwa ni serikali, TPDC, TANESCO walikuwa ni sehemu ya ubia ule, na ulieleza inapofika ukomo wa mkataba mali zitakwenda wapi, na majadiliano yalishafanyika na mali zile ambazo zilikuwa zinatakiwa zirudi serikalini zilisharudi, na zile shares ambazo zinahusisha mali za Songas walibaki nazo kwa sababu wale ni wabia wetu. Na mheshimiwa mbunge, ni kueleze mpaka sasa hivi tunazalisha umeme wa kutosha. Ni kweli Songas ilikuwa inachangia megawati 180 kitu kwenye grid ya taifa, lakini mpaka sasa hivi tunazalisha zaidi ya megawati 721 kwa kutumia gesi. Kwa hiyo hatuna uhaba wa gesi, na mitambo imerudi serikalini na iko salama, na wananchi wanaendelea kunufaika kupata umeme kupitia nishati ya gesi ambayo Mwenyezi Mungu ametubariki sisi wa Tanzania. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Suma Fyandomo.